Ndugu zangu wa Tanzania na watazamaji wote kwa ujumla, mahali popote mlipo, naomba niwasalimie hamjambo. Natumai mzima ubuheri wa afya na mpenye nipo kukwema. Karibu katika mwendelezo wa matukio haswa yale ambayo yanaendelea katika taifa la Tanzania. Furaha za tanda Tanzania baada ya Tundu Lissu kukabidhiwa mamlaka ya uongozi akiwa gerezani. Ikiwa Maulana akae katika kiti cha enzi, amekuchagua kwamba siku moja utaongoza. Hata binadamu azuie kivipi, lazima utakuwa kiongozi. Katika kanda hii naomba niweze kukueleza kwa akina ni kivipi Tundu Lissu ambaye amezuiliwa gerezani kwa zaidi ya miezi 9 sasa amekabidhiwa mamlaka ya uongozi. Nani amemkabidhi na ataongoza kivipi? Hayo ndio naenda kuyajibu haswa kwa kanda hii. Lakini kabla nizame kwa undani, nashukuru wote ambao mnatazama hii kanda mahali popote mlipo, lakini kwa heshima na taadhima unapoendelea kutazama hii kanda, tukabidhi like. Kuna alama ya kidole hapa chini mwa kanda, bonyeza hiyo alama ya kidole kama njia moja ya kutukabidhi like, na ikiwa hauja subscribe na kuomba tukaweze kusubscribe. Without wasting your time, back to our analysis. Serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan imekuwa ikizuilia kiongozi wa mrengo upinzani wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo nchini Tanzania, Tundu Lissu, zaidi ya miezi 9 sasa kwa sababu ya uongozi. Wakati Tundu Lissu amekuwa akiteswa gerezani kwa sababu alishtakiwa na kosa la uhaini, sasa Tundu Lissu hatimaye ameweza kupewa mamlaka kuongoza akiwa gerezani. Ni kipi hiki ambacho kinaendelea? Kulingana na chapisho hili, linasema ya kwamba ama linaeleza kuhusiana na vile Tundu Lissu ameweza kuchaguliwa kuwa kiongozi. Limechapisha na kusema kwamba wakati Tundu Antipas Lissu akiendelea kuzuiliwa kwa tuhuma za uhaini, amechaguliwa kuwa makamu mwenyekiti mtendaji wa Umoja wa Kimataifa wa Demokrasia IDU. Yaani Tundu Lissu ameonekana kwa jitihada zake, kwa vile anakuwa na motisha haswa kwa uongozi, wakati wengine wanamzuilia gerezani. Umoja wa Mataifa ama Kimataifa wa Demokrasia IDU umeweza kumukabidhi fursa ya kuongoza kama makamu mwenyekiti mtendaji. Muungano wa kimataifa wa vyama vya demokrasia vya mrengo wa kati, na anamaliza 2025 huku jina lake likienezwa miongoni mwa watu wanaotarajiwa kuteuliwa kuwania tuzo ya amani ya Nobel. Yaani yule ambaye amekuwa akishikilia wadhifa wa kuwa naibu mwenyekiti anamaliza awamu yake. Sasa Tundu Lissu amependekezwa kuchukua fursa hiyo ili aweze kushikilia mamlaka hayo haswa katika Umoja wa Kimataifa wa Demokrasia baada ya kuchaguliwa kuwania tuzo hilo la amani ya Nobel. Wakati huo huo, wale waliohusika na kifungo chake wanakabiliwa na uchunguzi unaongezeka wa Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu kwa uhalifu dhidi ya ubinadamu. Nenda kwenye takwimu, muda utasema ukweli na haki hatimaye vitatawala. Kwa hivyo ni wazi kwamba kufikia sasa Tundu Lissu ameweza kupendekezwa kuchukua mamlaka ya kuongoza haswa katika Umoja wa Kimataifa baada ya yeye kuchaguliwa katika tuzo lile la Nobel. Na ikumbuko ya kwamba kwa nini Tundu Lissu anakuwa considered, mbona anapendekezwa kuchukua wadhifa huu akiwa gerezani? Number 1 ni kwa sababu ya haki na demokrasia kisiasa. Tundu Lissu amekuwa akitetea wananchi wa Tanzania, amekuwa akipigania haki, amekuwa akipigania demokrasia.
amekuwa akipigania Watanzania wote kwa ujumla akiwa katika mrengo wa upinzani. Jitihada zile ambazo ameziweka kwa kupigania haki na demokrasia ndizo zimeweza kusababisha kupendekezwa kuchukua wadhifa wa kuwa naibu mwenyekiti katika Umoja wa Mataifa, kwa sababu yule ambaye amekuwa akishikilia wadhifa huo muda wake umefika mwisho. Wakati wengine wanafikiria vile watafunga wengine ama watateka nyara wengine ama vile watatuliza wengine, wengine wanaendelea kufurahia upande huu mwingine. Hata wakati yupo gerezani anakuwa considered kuwa kiongozi, licha ya yeye kupitia mateso, licha ya yeye kushitakiwa na uhaini ambao hajafanya kulingana na vile tunaona, kwa sababu amekaa gerezani zaidi ya siku 100 bila kufikishwa mahakamani. Na kutofikishwa mahakamani ni ishara tosha kwamba hamna ushahidi wa kutosha kuonyesha kwamba ni uhaini. Na sheria za Tanzania ni kwamba ukipatikana na kosa la uhaini lazima utahukumiwa kifo kwa sababu hamna dhamana. Lakini sasa amemaliza zaidi ya siku 100 pasipofikishwa mahakamani, kumaanisha hamna ushahidi. Ndio maana wanalimbikiza kesi zingine kuhakikisha ya kwamba amepatikana na kosa hilo ili kumzuia kuwa kiongozi. Lakini kufikia sasa Tundu Lissu, mawakili wanaendelea kupigana kuhakikisha kwamba ametolewa gerezani. Hata bunge la Umoja wa Mataifa liliweza kutuma ujumbe mzito kuelekea Tanzania wakipendekeza Tundu Lissu na wale wote ambao walikuwa wamezuiliwa kwa sababu ya kisiasa waachiliwe huru, waonane na familia zao na waweze kukabidhiwa huduma za matibabu bila sharti lolote. Ndio maana baada ya bunge hilo kupitisha hilo, hatujaona Tundu Lissu na wengine kuachiliwa kutoka gerezani. Hayo yote yamesababisha mataifa mengi yakiwa US ama ukipenda Marekani, Canada, Uswidi na mataifa mengine na hata bunge la Ulaya kupitisha kwamba hakuna misaada ambayo itatumwa katika taifa la Tanzania kwa sababu hawawezi kufadhili udhalimu. Wakazuia kwa sababu uongozi wa kimla unaendelea upande huu mwingine, hatuwezi kufadhili udhalimu kwa sababu wanataka haki iweze kutendeka. Tundu Lissu kufikia sasa amekaa gerezani zaidi ya miezi 9. Kwa hivyo ni changamoto za hapa na pale, lakini tunaona mwangaza ama nuru ikiwaka juu ya uongozi wa Tundu Lissu, kwa sababu kilicho na mwanzo baadaye huwa na mwisho wake. Ndio leo yu gerezani, lakini siku ya baadaye atakuwa ameachiliwa huru. What do you think? Kufikia hapo mpenzi mtazamaji, ndipo natia kikomo katika uchanganuzi wa masuala haya ya matukio ambayo yanashuhudiwa nchini Tanzania. Ikiwa hauja subscribe na kuomba tuko uweze kusubscribe kwa kitufe pale chini ambacho kimeandikwa subscribe, bonyeza hicho kitufe ili kubadilishwa na kuandikiwa subscribed. Kando yake kuna kengele, bonyeza kengele ili kupata kanda zote pindi tu tunapoziweka katika mtandao wetu wa Mokenya TV. Sambaza hii link ya kanda hii kuelekea group 1 ama 2 3 katika mtandao wa WhatsApp na hata Facebook ili tuendelee kujulisha wengi tena zaidi. Asanteni sana. Ladies and gentlemen, be blessed. Let's meet in the next video. Bye bye for now.